Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Maana yake kuna figa mbili ziko hapa. Figa ya kwanza ni Adam wa kwanza, figa ya pili ni Adam wa mwisho ambaye ni Yesu Kristo. Hawa wote wana mfanano, wana kitu kimoja ambacho kina consequence kwa mankind. Tendo alilolifanya Adam liliwaingiza wengine wote kwenye dhambi, na kutii kwa Kristo kimewafanya wengine wote wanaomkubali Kristo kuingia kwenye haki. Hiyo ndio kanuni, kwa sababu kama isingekuwa kwa kanuni, isingekuwa kitu ambacho kinafaa kwa sisi kuitwa wenye haki kwa kupitia Kristo. Kwa sababu iko hivi, wote tuliingia kwenye dhambi kwa mtu mmoja. Kwa hiyo vile vile wote tunatakiwa tuingie kwenye haki kwa mtu mmoja. Ndio maana hauwezi kuwa na haki yako mwenyewe, kwa sababu hata dhambi ama asili ya dhambi ambayo ulikuwa nayo haikuwa kwa sababu ya dhambi wewe ulioifanya. Asili ya dhambi sio kwa sababu ya matokeo ya dhambi mtu anayofanya. Asili ya dhambi ni kwa sababu ya mmoja aliyefanya dhambi. Vile vile asili ya haki sio kwa sababu ya matendo yako ya wewe ya haki. Asili ya haki ni kwa sababu ya matendo ya mmoja aliyefanya haki. Kwa hiyo ndio kanuni, kwa sababu wote tuliingizwa kwenye dhambi kwa mtu mmoja, manake vile vile wote tunabidi tuingizwe kwenye haki kwa mtu mmoja. Ndio maana Mungu alimtuma Kristo. Kwa nini alimtuma Kristo? Kristo amekuja ili katika mfanano ule ule wa Adamu wa kwanza, ya kwamba kwa sababu wote waliingizwa kwenye dhambi kwa tendo la mtu mmoja, wote wanabidi waingizwe kwenye haki kwa tendo la mtu mmoja. Kwa maana yake, kwa sababu Kristo alitii na utii wake ukakamilika katika sheria, maana yake wote watakaoingia chini yake katika uzao wa Adamu wa mwisho, wote wanahesabiwa haki, sio kwa matendo yao bali kwa matendo ya Kristo. Vile vile mtu ambaye anakuwa katika utumwa wa dhambi, maana yake nazungumza mtu ambaye alikuwa katika hali ya dhambi kabla hajaokoka. Nachozungumza maana yake ni kwamba huyu mtu hahesabiwi kuwa ni mtenda dhambi kwa sababu anatenda dhambi. Hiyo ina sehemu yake. Ila huyu mtu anahesabiwa ni mtenda dhambi kwa sababu ya yule wa kwanza aliyetenda dhambi. Yaani kwa hivi, alifanya mmoja kitu kimoja, wote wakaingizwa kwenye asili hiyo. Ndio maana hata mtoto ambaye anazaliwa leo ana asili ya dhambi, sio kwa sababu ametenda dhambi, ila kwa sababu amekuja katika resi ya Adamic. Maana yake ana asili ya dhambi, sio kwa sababu ametenda dhambi. Kwa maana yake mtoto mdogo ni kwamba tu bado hajakuwa activated kwenye dhambi, ila ni mdhambi. Asili ya dhambi ndani ya mtu, ama mtu ambaye anapigana na dhambi, anayepigana na dhambi anapigana na kitu ambacho ni kina enzi ndani yake kuliko yeye, kwa sababu hicho kitu, yani sio kwa sababu yeye ndo ameifanya dhambi ndio maana amekuwa mdhambi, ila ni asili ambayo amezaliwa nayo kutoka katika uzao wa yule wa kwanza. Watu wa Agano la Kale, kitu ambacho Mungu alifanya, alileta sheria. Kazi ya sheria ni kufunua dhambi. Sheria haina nguvu ya kutoa dhambi, ila sheria inakupa jicho la kuona dhambi. Unajua hichi ni kibaya, hichi ni kibaya. Kwa hiyo sheria ilikuja kuleta standard ya Mungu. Sheria ilikuja kuonyesha umbali wa wewe na Mungu, lakini sheria ilikuwa haina nguvu ya kutoa dhambi. Kwa hiyo watu walikuwa wanajua hichi ni kibaya, hichi ni kibaya, hichi ni kizuri, lakini hawawezi kufanya kizuri wala hawawezi kuacha kufanya kibaya. Sasa kuna mahali Paulo anasema kwenye kitabu cha Warumi, anasema lile nilitakalo silifanyi, ila lile ambalo silitaki ndio nalifanyaje. Kwa hiyo angalia, mtu anaposema kwamba lile nilitakalo silifanyi, maana yake anajua nini ambacho anatakiwa kufanya, lakini hawezi kufanya. When it comes to the things, the issue of sin is not about people knowing their sin, it's about people having the ability to overcome sin. Ndio maana Paulo anasema kwamba lile ninalolitaka silifanyi, maana yake anajua nini anatakiwa kufanya, ila hawezi. Anasema I have no power to do it. I have the law. The law shows me this is right, this is wrong, but I don't do what is right, I do what is wrong. Lakini anasema sio mimi, ila dhambi ikayo ndani yangu. Anasema kuna asili iko ndani yangu. I have no power to overcome sin, but I know sin. Ndio maana kanisa lipaswa kushughulika na kuambia watu hichi ni kibaya, hili ni kizuri, hata hichi kile ni kibaya. Watu wanajua, kwa sababu hiyo ni kazi ya sheria. Kwa sababu sheria inakuonyesha kwamba usifanye hichi, usifanye hichi, lakini haina nguvu ya kutoa. Kwa hiyo anapokuja mwana wa Mungu ambaye ni Adamu wa pili, ambaye ni Yesu Kristo, anakuja kufanya kitu gani? Anakuja kuleta nguvu ndani ambayo ni nguvu ya haki kwa neema. Wewe kuweza sasa, sio tu unajua kipi ni kibaya, ila unaweza kuchagua kufanya mema. Ndio maana ya kitu kinaitwa neema. Kwamba neema inatufundisha kukataa nini? Ubaya. Maana katika neema kuna uwezesho wa kiungu. Maana yanasema kwamba ni kwa nguvu ya Mungu iliyoko ndani yetu inayotupa kutaka na kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Watu wa Agano la Kale walikuwa wanayajua mapenzi ya Mungu, ila hawawezi kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa sababu gani? Hawana neema, hawana nguvu ndani yao ya kuwawezesha wao kufanya yaliyo mema, japokuwa wanajua mema na mabaya.